sijui kama kuna shehe yote ambaye amelifanya hili swala. Kwa ile ni jambo la faraja, na tunaomba ili zoezi liendelevu, kila ikifika mwaka au haitukijaliwa tuendelee kufanya masuala hayo. Faraja, kuthamini na kuwakumbuka waliopita ni sehemu muhimu katika maisha binadamu. Kama Waswahili walivyosema, mtu ni watu, na bila kujali hali zao, kila mmoja anahitaji kusikilizwa na kuthaminiwa. Sifa ya kiongozi bora si tu kukaa ofisini na kuzungusha kiti, bali kutoka nje na kusikiliza vilio vya wananchi wake. Wakati mwingine si kilio cha shida, bali ni haja ya kuonyesha upendo na kutambuliwa, maana cheo ni dhamana na si ufahari. Kutokana na hilo, sheha wa shehia ya Fuoni Chunga Karume Ali Muhammad aliamua kuchukua hatua madhubuti. Badala ya kubaki na mawazo kichwani, aliamua kuyageuza kuwa vitendo. Akishirikiana na kamati yake, walitembelea masheha waliowahi kuongoza shehia hiyo. Walitoa bahasha zenye fedha taslim kama ishara ya kuwajali na kuwathamini. Hatua hiyo ilionyesha wazi kuwa kidogo chenye upendo kina thamani kubwa. Haikuwa tu msaada wa kifedha, bali ilikuwa ni faraja na heshima kubwa kwa wahitaji na waliotangulia. Kwanza katika ziara yetu hii ya leo na uongozi wangu wa shehia, tulikaa katika kikao tukasema watafute wenzetu ambao tumefanya nao kazi kwa kuja kuwafariji angalau nao kuwakumbuka. Tukakaa tukapanga, tukasema mimi nimefanya kazi na wajumbe wangu wawili ambao wamestaafu, na tukasema katika zoezi hilo basi tu angalau japo yatima mmoja na mtu mwenye mazingira magumu tuwapitie nao tuwape chochote. Kwa hiyo kama leo tarehe 4 mwezi wa 3 tumefanya hilo zoezi, na katika kitendo ambacho tulikifanya cha mwanzo ni kuwafariji yatima na mlemavu. Kama mwandishi wa habari mwenyewe ulipoona pale, tumekabidhi bahasha zao, na hatimaye tumeenda kwa wajumbe wetu wa sheha. Tumeanza na mjumbe wangu wa mwanzo Muhammad Ibrahim Ayub, na wapili huyu ambao tumeja kumalizia pale sasa hivi ni Mzee Hasani Sudi Isa. Dhamira sasa kubwa ni kuwakumbuka, na labda niseme sijui kama kuna shehe yote ambaye amelifanya hili swala, sina hakika hilo, lakini mimi nikasema ngoja kwa juhudi zangu binafsi na wajumbe wangu tulifanya hili zoezi. Nitoe wito kwa mashehe wenzangu kulifanya hili zoezi kama hili, kwa sababu mara nyingi tumezoea mbunge mwakilishi kuwapitia wananchi, lakini mashehe tunapitia lakini sio kwa kutoa misaada. Kwa hiyo niombe sana mashehe wenzangu tujaribu kukopi kama nilivyofanya mimi. Kwa kweli ili jambo tulilofanya leo ni jambo zuri sana la faraja, na tunamshukuru sana kiongozi wetu wa shehia kwa kujumuika nasi kuleta hiyo fikra ya kuwatembelea na kuwafariji hawa wagonjwa wetu ambao tulifanya nao kazi kwa kipindi kirefu, walemavu na hao mayatima. Kwa kweli anayetoa ni Mungu, lakini chochote ambacho tumejaliwa tumetoa. Tulichokifanya leo na sheha wangu kuwakumbuka tulifanya nao kazi, kuja kuona hali zao zinavyoendelea. Huyu ni mstaafu Sheha Hassan Sudi Isa. Alitoa shukrani za dhati kwa sheha huyo na kamati yake, akieleza kuwa kitendo hicho kinaimarisha mshikamano wa jamii na kuonyesha mfano mzuri wa uongozi. Ingawa sijajua kuna nini, lakini na hakika sio kupewa bomu. Kwa hivyo nashukuru uongozi wa shehia pamoja na nyinyi hapa waandishi wa habari kwa kuja kunifariji. Mimi nakuombeeni kila la kheri. Hatua hiyo ni ukumbusho kuwa uongozi wa kweli ni ule unaogusa maisha ya watu, maana Waswahili wanasema kiongozi bora hujulikana kwa matendo na si maneno. Imeandaliwa na Ali Haji na kusimuliwa nami Hamis Juma.